Habari za wakati huu ndugu Mtanzania popote ulipo, karibu tena. Ni wakati mwingine tena mzuri tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali, ambapo kwa sasa Tanzania taarifa kubwa ni wabunge wa Ulaya ambapo wamepiga kura na wameazimia kuiondolea misaada Tanzania na wamekataa mpango wa kuipatia nchi ya Tanzania kiasi cha shilingi nusu trilioni kwa mwaka 2026, huku wakidai kwamba hali ya kisiasa nchini Tanzania na kidemokrasia bado ni mbaya. Hatimaye serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa ufafanuzi, ambapo taarifa zilikuwa zinadai ya kwamba bunge la Ulaya limepiga kura kukielekeza chombo tendaji cha Umoja wa Ulaya kufutilia mbali mpango wa kuipatia Tanzania kiasi cha dola milioni 179 sawasawa na shilingi za kitanzania bilioni 469.5, na hii ni kutokana na madai ya udanganyifu kwenye uchaguzi na ukiukaji wa haki za binadamu. Wabunge wa Ulaya wamepitisha azimio hilo tarehe 18 ya mwezi huu Juni mwaka 2026 kukataa mapendekezo ya msaada wa kifedha kwa Tanzania kwa mwaka 2026 yaliyowasilishwa na halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya. Wabunge hao wamesema mapendekezo hayo yameshindwa kukidhi mashaka yaliyoelezwa na bunge juu ya kutetereka kwa misingi ya utawala bora, demokrasia na asali za uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025 nchini Tanzania. Moja kwa kina zaidi tuangalie hapa taarifa kutoka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakifafanua taarifa hii ambayo imesambaa kwa kasi kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Wabunge wa bunge la Ulaya wamesema rasimu ya uamuzi wa tume ya Ulaya inavuka mamlaka yake na kukiuka sheria za Umoja wa Ulaya, na kwa sababu hiyo wameitaka tume kuiondoa rasimu hiyo ya utekelezaji inayojumuisha msaada wa takriban zaidi ya shilingi bilioni 440, yani euro milioni 156, na kuwasilisha upya pendekezo jipya. Moja kwa moja taarifa kutoka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasomeka kama ifuatavyo, taarifa ambayo imetolewa leo tarehe 19. Taarifa kwa umma, mjadala na upigaji kura wa bunge la Ulaya kuhusu mpango wa ushirikiano kati ya Tanzania na Umoja wa Ulaya kwa mwaka 2026. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefuatilia mjadala na upigaji kura uliofanyika katika bunge la Ulaya tarehe 18 Juni mwaka 2026 kuhusu program ya ubia kati ya Tanzania na Umoja wa Ulaya kwa mwaka 2026 yenye jumla ya euro milioni 156. Serikali imebaini kuwa baada ya upigaji kura huo kumekuwa na taarifa mbalimbali katika baadhi ya vyombo vya habari na mitandao ya kijamii zinazotoa tafsiri isiyo sahihi kuhusu maana ya kura hiyo. Kutokana na hali hiyo, serikali inapenda kutoa ufafanuzi ufuatao. Kwanza, kura iliyopigwa katika bunge la Ulaya si uamuzi wa mwisho wa Umoja wa Ulaya kuhusu programu ya ubia na Tanzania kwa mwaka 2026. Kura hiyo ni sehemu ya mchakato wa ndani wa taasisi za Umoja wa Ulaya, ambapo bunge hilo limetoa maoni na mapendekezo yake kwa mamlaka nyingine zinazohusika na maamuzi ya mwisho. Pili, kinyume na baadhi ya taarifa zinazosambazwa, mapendekezo yaliyotolewa na bunge la Ulaya siyo kusimamishwa kwa fedha za programu za ubia zinazotekelezwa au kutarajiwa kutekelezwa nchini. Kilichopendekezwa na bunge hilo ni kufanyiwa mapitio programu hiyo na kuwasilishwa tena. Aidha, kwa mujibu wa taratibu zilizopo, mapitio yoyote ya programu ya ubia hufanyika kwa mashauriano na makubaliano ya pande zote mbili na hatimaye kuridhiwa kupitia mkataba wa pamoja wa fedha kwenye mabano Joint Financial Agreement kati ya serikali na Umoja wa Ulaya. Hivyo maamuzi hayo si ya upande mmoja na hayatakuwa hivyo.
Aidha, ni muhimu kwa umma kufahamu kuwa katika jumla ya euro milioni 156 zinazozungumzwa, kiasi kilichokuwa kimepangwa kuelekezwa moja kwa moja serikalini kupitia mifumo rasmi ya serikali ni euro milioni 17 pekee. Kiasi kilichobaki cha takriban euro milioni 139 kilikuwa kimepangwa tangu awali kutekelezwa kupitia taasisi teule za Umoja wa Ulaya, taasisi za nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya pamoja na asasi za kiraia. Hivyo tangu awali sehemu kubwa ya fedha za programu hiyo haikuwa imepangwa kuingia moja kwa moja katika mifumo ya serikali. 3. Baadhi ya hoja zilizomo katika azimio lililopitishwa haziakisi kikamilifu ukweli na uhalisia wa hali halisi ya Tanzania na hatua zinazoendelea kuchukuliwa na serikali baada ya matukio ya Oktoba mwaka 2025. Serikali ilitoa ufafanuzi wa kina kuhusu hatua hizo kwa bunge la Ulaya na kwa wabunge wote wa bunge hilo kabla ya upigaji wa kura. Hivyo serikali inasikitishwa kwamba pamoja na ukweli huo kujulishwa, hoja zilizo katika azimio hilo hazijazingatia ukweli huo. Serikali inapenda kuhakikishia wananchi kuwa mahusiano kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Umoja wa Ulaya ni imara, ni ya kirafiki na ya kimkakati na yanayoendelea kuimarika katika maeneo mbalimbali yenye manufaa kwa pande zote mbili. Aidha, tuna mifumo rasmi ya kushauriana na kuwasiliana kwenye masuala yote yanayogusa mahusiano hayo kila kunapokuwa na hitaji hilo. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini. Hii ni taarifa kutoka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia taarifa hii imechapishwa ikiwa katika lugha ya Kiingereza na lugha ya Kiswahili. Watanzania wengi mno wametoa maoni yao hapa. Huyu wa kwanza anasema kwamba kaka, ipo siku kila Mtanzania atanufaika na rasilimali zilizopo katika nchi hii. Kwa sasa acha tupitie tunayopitia, ila haina shida. Mungu wenu ndio Mungu wetu pia. Lakini pia mwingine anasema kwamba serikali yangu mmekuwa watu wa maelezo sana. Ni vyema katika kukubali mkatazama tatizo na kulikabili. Huo ndio utakuwa mwarobaini wa uhakika kuliko kukimbia matatizo. Asante. Mwingine anasema kwamba mimi nimesoma lakini sielewi kitu, nimeona tu Oktoba mwaka 2025, mengine naona ni lawama tu. Lakini pia mwingine anasema kwamba mzee wa ufafanuzi, nimeanza kukukomenti kwanza, sijasoma, ngoja nirudi kusoma sasa. Who are you? Lakini pia mwingine anasema kwamba hapo kwenye Oktoba mwaka 2025 ndo tunazingatia. Ni baadhi ya maoni ya Watanzania ambao wametoa maoni yao kwenye taarifa hii ya serikali ikitoa ufafanuzi, lakini pia tuliache kwako Mtanzania utuachie maoni yako, na endelea pia kutufuatilia hapa hapa kwa taarifa mbalimbali.